wana haki ya kupeleka malalamiko, na anaweza kujitokeza mtu akasema imekuwa ni mapema sana, Azam wamewahi kupeleka malalamiko. No. Muda sahihi wa adhabu kutolewa ni pale ambapo kosa linapokuwa limetendeka. Kama mwamuzi hakuweza kuadhibu baadhi ya makosa yaliyokuwa yanatokea uwanjani, Azam wana haki ya kulalamika, na wao ikiwa ni sehemu ya adhabu kwa mwamuzi, kwa sababu kitendo cha wao kupeleka malalamiko yao, huku kwenye akili tukiwa tunafahamu kwamba rais wa TFF alisema mwamuzi yeyote atakayeboronga anaondolewa kabisa kwenye orodha ya waamuzi. Hii maana yake ni kwamba hii inaenda kuwa adhabu kwa mwamuzi, lakini haipaswi tu kuwa adhabu kwa mwamuzi direct kwa sababu Azam wamelalamika. Ni lazima uchunguzi ufanyike, ionekane ni kweli kuna makosa yaliyofanyika na mwamuzi alikosea, then tena alikosea kwa makusudi, then atakuwa anastahili kuadhibiwa. Lakini kama ni makosa yaliyotokea kwa sababu mwamuzi hakuona vizuri akashindwa kuyaadhibu, bado atakuwa na second chance ya kujirekebisha. Kama ni makosa yalitokea mwamuzi hakuona kabisa ndio maana hakufanya maamuzi, huwezi kumhukumu kwa sababu hawezi kuwa binadamu ambaye anaweza kaona kitu kilichoko nyuma ya mgongo wake. So kutokufanya maamuzi kwa tukio ambalo hakuliona hawezi kuadhibiwa. Lakini nimeona mitandaoni watu wanasema na watu wanalalamika kwamba kuna tukio ambalo liliadhibiwa kwa kadi ya njano ili hali lilistahili kwa kadi nyekundu. Maana yake ile tukio mwamuzi aliliona. Sasa inawezekana the way ambavyo alitafsiri ile sheria imekuwa tofauti na matazamio au matarajio ya walio wengi. Mind you, huwa kanuni zinabadilika. Ingawa dangerous play itabakia tu kuadhibiwa kwa red card. Sasa ni kitu gani ambacho kinapaswa kufanyika? Tusubiri kamati ya waamuzi itakuja na majibu ya haya ambayo Azam Football Club wameenda kuyalalamikia. Lakini hii ni alert, kwa sababu baadhi ya watu wamekuwa wakisema Azam Football Club wamekuwa wakistruggle kufanya vizuri uwanjani kwa sababu hawaziwezi siasa za nje za mpira wa Tanzania. Sasa naona this time around Azam wameamua sasa waje kidole kwa kidole na yale yote ambayo yamekuwa yakisemwa kama michezo michafu nje ya uwanja kwenye soka la Tanzania. Sasa kama wamekuja serious kwa kiwango hiki, hii ni alert. Wale ambao walikuwa wakifanya wajue kuna mwingine naye kafanyaje, kaamua kuyavalia njuga. Na ni kipindi ambacho TFF wanapaswa kuset down. TFF na bodi ya ligi wanapaswa kuwa wanafanya maamuzi bila kujali ni nani anayefanyiwa hayo maamuzi. Na wapongeza sana Azam kwa hicho alichokifanya. Wanastahili kudai haki yao pale ambapo wanapohisi kudhulumiwa, lakini ni lazima watoe room kwa kamati ya waamuzi kujiridhisha juu ya maamuzi ya mwamuzi aliyechezesha mchezo wao dhidi ya JKT Tanzania, then itatoka adhabu ambayo inamstahiki mwamuzi. Na mimi hicho kitu nimewahi kukizungumza mara kadhaa. Kuna namna ambavyo Azam wanajipa element vya timu ndogo. Azam by the way sio timu ndogo. Azam ni timu kubwa ambayo unaweza kaiweka kwenye kapu la Simba na Yanga. Utaitoa kwenye kapu la Simba na Yanga kwa vigezo viwili tu, umri na kuwa na fan base. Hivi tu ndio vitu ambavyo unaweza kuvitoa kwenye kapu la Simba na Yanga, umri na fan base. At the same time unaweza kuchukulia labda na mafanikio ya kutoa mataji, lakini vitu vingine vyote mimi naweka Azam juu ya Simba na Yanga, hasa kwenye eneo la uwekezaji. Sasa tunapokuja kuiona Azam ina struggle kushinda dhidi ya JKT Tanzania kwenye wakati ambao wana mwalimu bora barani Afrika, wana mchezaji bora nchini Tanzania, wana mshambuliaji bora kutokea nchini Kongo, wana golikipa bora kutokea nchini Sudan, kutokea nchini Ivory Coast, unajiuliza mara mbili mara tatu ni nini kinawasibu Azam Football Club? Hizi ndizo element ambazo zinawafanya waonekane kama ni timu ndogo. Inawezekana wanaposhuka uwanjani kwenda kucheza dhidi ya timu tunazoziita timu ndogo, wanakuwa wanaamini at any time by enemies tunaweza tukaushinda huu mchezo. Mpira wa miguu hauko hivyo. Mpira wa miguu ni mchezo ambao unapaswa kutoa heshima kwa mpinzani wako, kuanzia kipenga cha mwamuzi cha kuashiria kwanza kwa mchezo kinapokuwa kimepulizwa mpaka kile cha mwisho cha kuashiria kumalizika kwa mchezo kinapokuwa kimepulizwa. Lakini hii concentration na determination
ya kuanza na kumaliza mchezo Azam huwa wanakuwa nayo pale wanapokuwa wamekutana na Simba, wanapokuwa wamekutana na Yanga, ambazo pia ni element ndogo za timu ndogo, kama ulivyoona Mbeya City, kama ambavyo tutakuja kuona na mechi nyingine nyingi ambazo tutaona timu za kawaida au tunazozita timu ndogo zinavokamia zinapokuwa zinacheza na Simba au na Yanga. So Azam wanapaswa kuweka dhamira yao mbele, waonyeshe kabisa sisi tumedhamiria kufanya kitu fulani, na wawe na utimamu wa akili na mwili kila mchezo watakaokuwa wanacheza, na determination iwepo pale, kama ambavyo wanataka kujiweka kwenye kapu la Simba na Yanga kwenye eneo la mafanikio. Unless otherwise, kama watakuwa wanaweka concentration, determination na efforts pale tu watakapokuwa wanacheza na Simba, watakapokuwa wanacheza na Yanga, watakapokuwa wanacheza na Singida Big Stars, then wanakuja kusare na JKT Tanzania, wanafungwa na Mashujaa, hii itabakia kuwa kasoro na aibu kwa Azam Football Club.